kuonyesha kwamba mwenyekiti wa kambi rasmi wa upinzani ni mtu wa kawaida, lakini naomba niweke rekodi vizuri. Mheshimiwa Freeman Mbowe alikipokea Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikiwa na wabunge 5. Lakini amekipeleka na akafika mahali mpaka ikaundwa Ukawa, na leo bunge hili lina wabunge kutoka upinzani zaidi ya 100. Lakini ameweza kuunganisha nguvu na hata wakatuletea magwiji wa siasa kutoka huko kwenu ambao wakikaa kimya CCM wote mnakusanyika kufikiria kwa nini yuko kimya. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Aikaeli Freeman Mbowe ni profesa wa sayansi ya siasa. Niweke rekodi vizuri. Lakini vile vile jana kuna baba yangu alisema kwamba mama yetu Ruth Molel kwamba eti kwa sababu amewahi kuwa ni kiongozi mkubwa katika nchi hii hastahili kuwa kwenye chama cha upinzani kwa sababu ana siri za serikali. Ninataka niwaambie kwamba CCM sio masijala ya Tanzania, ya siri ya Tanzania. CCM ni chama kama chama kingine cha siasa. CCM ni kama Chadema, ni kama CUF. Na mtu yoyote haijalishi ameshika nafasi katika nchi hii anaruhusiwa kuwa kwenye chama chochote ili mradi avunji katiba ya nchi. Nimefanya utafiti kuanzia miaka ya 70 mpaka mwaka 2016. Nimegundua ili kutekeleza mpango kazi wa mwaka mmoja katika nchi hii unahitaji miaka 3 mpaka 4. Kwa hiyo sitazungumzia pesa kwa sababu nchi hii haina pesa. Mimi nitakwenda kujikita tubadilishe fikra, kwa sababu fikra ndio tatizo letu. Tukibadilisha namna tunavyofikiri, nchi hii itakuwa na pesa. Nchi hii itakuwa na pesa na tunaweza kukabiliana na matatizo yaliyotukabili mbele. Wakati nawaza hilo nikafikiria hivi, katika kubadilisha fikra na kuisaidia nchi hii, solution ni kubana demokrasia, ni kuzuia uhuru wa kutoa mawazo ya bunge, ni kuhakikisha vyombo vya habari havifanyi kazi yake vizuri? Nikagundua la hasha. Kuruhusu uhuru wa mawazo ndiko tutakapogundua magwiji wa fikra katika nchi hii. Na sifa ya magwiji wa fikra ni watu wenye uwezo wa kufikiri katika upeo uliopitiliza ubongo. Na sifa yake ni kwamba huko hakuna unafiki, hakuna uzandiki, hakuna usisiemu wala uchadema. Tunalifikiria taifa. Niseme Rais wa Marekani alipokuwa anamkabidhi makamu wake kazi, alimwambia naamini akili zako sana. Akamwambia ninakupa mission ya kupeleka nchi yetu iwe nchi ya kwanza kufanya miujiza katika sayari ya Mars. Lakini tujiulize, sisi tunapokabidhiana madaraka, tunakabidhiana madaraka kwa ajili ya kuishirikia upinzani, kwa ajili ya kubonyeza demokrasia? Tunakabidhiana madaraka kwa ajili ya kufanya nini? Na ujiulize kwa nini Marekani wanataka kwenda Mars, wanataka wawepo pamoja na mambo mengine, wao wanaitizama dunia wakiwa mbali, wanaiangalia Tanzania, wanaangalia mabara yote, na mtu yoyote akitaka kuigusa Marekani wakati akiwa katikati ya bahari ya Atlantic anagongwa kabla hajaifikia Marekani. Ujiulize sisi kama nchi hivi tunajisifia kwa kutegua mtego wa Nape kuongea na waandishi wa habari alafu tunasema tumetumia akili na usalama wa taifa. Nchi yetu leo tunaulizwa maswali ya msingi kwamba Bendi saa 8 yuko wapi? Hatuna hata uwezo wa kueleza yuko wapi. Na ninategemea kwamba usalama wa taifa ndio darubini ya nchi. Ndio maana tunaita TCI ndio kitu cha msingi, intelligence, uwezo wa kutizama na kuona mambo yasiyoonekana kwa macho ya kawaida. Leo nchi inahangaika, mwenyekiti wa kambi ya upinzani anasema tuombe basi msaada Uingereza kwa watu wenye darubini wa kutizama mambo yasiyoweza. Niseme hivi, hii nchi sio ya CCM, sio ya Chadema, nchi ni yetu sisi wote wa Tanzania. Na ni lazima tuanze kufikiri ni namna gani tunaweza kuisaidia Tanzania. Lazima tuweze kufikiri tunaisaidiaje Tanzania na tunatokaje sehemu hiyo ambayo sasa tuko. Juzi hapa na jana imejadiliwa swala la East Africa. East Africa. Tumeingia kwenye uchaguzi. Na ningependa sana spika angekuwepo hapa. Unajua ukiwa umelala huko nusu usingizi, huwa kuna akili nzuri zinakuja. Lakini hizo akili huwa zinakujaga wakati kuna msiba umetokea mkubwa wa mtu ambaye mnampenda.
Mheshimiwa Spika hapa alipokufa Sita, tulipokuwa kwenye msiba wa Sita, alikaa ndiye alipofikia akagundua sisi tunapita tu hapa duniani. Akasema anatamani sana kufikia hata nusu utekelezaji wa Mheshimiwa Sita. Lakini juzi tumefanya uchaguzi wa East Africa hapa, imefanyika madudu. Nataka umwambie Mheshimiwa Spika, huu mtego wa uchaguzi wa Afrika Mashariki ni mtego ambao unamfanya hata aweke milestone ya kwanza kumwelekea Sita, hata kufikia nusu ya Sita. Ndio mtego wa kwanza ambao tunampa mtego. Vita kuhusu East Africa na uchaguzi wa East Africa sio kati ya CCM na Chadema, ni kati ya Tanzania na dunia ya kibiashara na vita vya kibiashara vya kidunia. Tunahitaji akili kubwa kama ya Mheshimiwa Masha ambaye amewahi kuwa kiongozi ndani ya serikali, anajua usalama wa taifa vizuri, namna ya kushirikiana nao, anajua nchi hii, ili tuweze kuunganisha nguvu, tupambane kwenye vita vya kidunia katika uchumi wa dunia, sio kutafutana na taifa. Hicho ndicho tunachotufikiria. Tuache kuanza katika akili ndogo. Bahati nzuri tunaye Mheshimiwa Waziri mzuri, msikivu, muelewa, tumtumie, ni fursa. Lakini ndugu yangu waziri wa TAMISEMI, nikuambie tu, unayo naibu yako mzuri ambaye ametuonyesha mfano mzuri wa utawala bora. Jafo amekuja kwenye wilaya ya Kiha, ametuunganisha wana Chadema, wana CCM, tukaanza kuwaza tu kuhusu maendeleo ya wilaya yetu. Akaacha mambo ya uchama ili tuendelee. Tunataka viongozi kama hao, hatutaki watu ambao wanakuja kwa shughuli za serikali wanaanza kufikiria mambo ya vyama. Ndugu zangu, usalama wa nchi ni uchumi. Tujiulize maswali ya msingi. Usalama wa taifa kama ina microscopic eyes, na tunazungumzia hapa, na wakati mwingine tukizungumzia usalama wa taifa watu wanafikiri tunadhalilisha usalama wa taifa. Hapana, tunatafutia usalama wa taifa uhuru wake, na waanze kupelekwa usalama wa taifa watu wenye akili kubwa. Ndicho tunachokipigania hapa. Tujiulize Kagoda ilivyokuwa imetokea, Richmond, EPA, tujiulize usalama wa taifa walikuwa wapi. Lakini leo rais anahangaika na makontena huko, tujiulize kama hilo wazo la kuruhusu makontena ende nje lilikuwa baya, usalama wa taifa walikuwa wapi. Tujiulize kama rais leo atakuwa amekosea kuzuia hayo makontena, usalama wa taifa wako wapi kama rais wetu ataenda kukosea kwa maana ya hiyo. Ndio akili tunataka nchi yetu iende, isaidiwe na iongozwe kwa namna hiyo. Ndugu zangu, lakini tujiulize, hivi hawa watu wanaompelekea rais message kwamba kuna muuza duka huko amemtukana, alafu watu muuza duka anaenda kusimama na rais mahakamani aiti ana kesi na rais, ni nani huyo anayempelekea rais anaanza kufuatilia mambo madogo madogo katika nchi kama hii ambayo 48% ya bajeti yake inategemea misaada kutoka nje? Kuna mambo makubwa ya kumwelekeza rais ili ayafikirie, sio kuwa na kesi na watu wadogo wadogo wa mtaani. Tuanze kutafakari, tuanze kufikiria, tuipeleke nchi yetu inavyotakiwa. Unajua, na watibu akili, mimi ni daktari wa binadamu. Tuanze kuanza, Mheshimiwa Mwinyi, unanielewa? Ukianza kuona mtu ana PhD alafu anajipendekeza kwa mkubwa kwa sababu tu huyo mkubwa anafanya mambo ya uteuzi, ni mojawapo ya kujitambua na kupima kwamba uwezo wako wa kufikiri ni mdogo. Hata kama ulifaulu kwa ndogo tu ambazo zingekuwezesha kufaulu matokeo darasani, lakini IQ ni ndogo sana. Ni muhimu tuanze kupima IQ zetu. Ni kwa nini mtu mwenye PhD anajipendekeza kwa mtu mkubwa? Inakuaje zero inapigiwa saluti na majeshi yetu? Inakuaje zero? Na mama ndali chako zianze kujiuliza, hivi kuna leakage gani inapitisha zero mpaka inakuwa mkoa katika nchi hii? Hatuwezi kukubali hicho kitu, lakini hizo zero hatuzidharau. Tujiulize, hivi kama yeye ameweza kusheki nchi mpaka PhD inampigia saluti, tujiulize sisi wenye PhD na huyo mwenye zero ni nani mwenye akili zaidi? Hilo ndio. Mimi nawarudisha kwenye sentence yetu kuzungumzia tena maji, maana nimeona hakuna maji na hela. Tunarudi kwenye akili zetu ili tuanze kutekeleza uchumi wetu. Kama nini mwanza kuuliza mara nyingi. Muda umeisha.
tuzingatie tu muda. Asante Mheshimiwa Kiwelu, atafuatiwa na Mheshimiwa. Muda unaanza kunisumbua. Na Mheshimiwa Munkari kwa umefika ngapi? Munkari kwa umefika ngapi? Ndio tunamaliza. Kama nimeweka vizuri lakini. Umeongea vizuri sana. Bahati mbaya nimerekodi mpaka haya mazungumzo ya Munkari.